akajua ya kwamba idha wajadta fursata fastamilha, kwa sababu fa innal fursata la tatakawaru marratayn. Siku zote unapoipata fursa itumie ile fursa, kwa sababu fursa huwa mara nyingi hairudi mara nyingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoiona fursa hii alikithirisha mno, alitamani mno Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi huu wa Ramadhani. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeitwa hivi, wanasema annahu yarmamu dhunuba wa yuhadithuha, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani yarmamu dhunuba, unayarusha madhambi, lakini unayaunguza madhambi yote. Mtu anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kana kwamba amezaliwa kutoka katika tumbo la mama yake, ana dhambi hata moja. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan, kwa imani, anaamini kabisa imani anayo, na akafunga kwa imani kabisa. Kwa nini? Wa ihtisaban, na kutarajia malipo, kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume maliziaje? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yeye yale madhambi yake yote yaliyotangulia. Kwa nini? Kwa sababu mwezi wenyewe wa Ramadhani siri yake ndio hiyo, yarmamu dhunuba wa yuhadithuha, huwa unayarusha madhambi na kuyaunguza madhambi. Ikhwatul iman, baada ya kuliona hili Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ndipo akawa anakithirisha mno kuomba dua ili Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini huenda kuna mtu akaniuliza nani akili, akawa na mashaka. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umetuambia, ndio nimesema, umetuambia kuwa eti yarmamu dhunuba wa yuhadithuha. Hivi mtume naye alikuwa anayarusha madhambi gani? Anataka asamehe madhambi gani? Ummul mu'minin Aisha siku moja alisimama kama mke ambaye mke alikuwa bora. Mke bora basi lazima atakuwa na huduma kwa mume. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ilikuwa miongoni mwa ada yake akisimama usiku kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Inafikia hatua mpaka ile miguu inavimba kutokana na kisimamo kirefu. Anatueleza hili Imamu Muslim katika Waqtul Madini, anasema zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu dhurba min mahali. Zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu, mpaka pale iliposhtakia miguu yake. Tuseme katika fani nyingine, mpaka pale iliposhtakia miguu yake, ila anistakat qadamahu dhurban min wadi, iliposhtakia madhara kutokana na uvimbe, miguu ilikuwa tayari na vimba. Baada ya kuiona hili, Bibi Aisha alijia huruma kama yeye ni mke, akamuuliza Sayyidina Muhammad, ewe mtume wewe, ya nabii, ewe mtume wa Allah, wewe tayari ushakuwa na hakika ya kuingia peponi?
kile kilichokuwa kizuri ameshakuandalia. Vipi unapata shida hii? Mpaka miguu na vipo unasimama kwa nini? Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam alijibu bibi Aisha ambaye huyu ni mkewe kwa kusema fala akunu abadan shakura. Hivi bibi Aisha, wewe mimi ndiye gani? Allah amenipa mtume, Allah ameniandalia kila kitu ambacho kizuri, Allah tayari ameshaniandalia ile janna, tena pepo daraja la juu, nina uhakika ninaipata. Kwa hayo yote fala akunu abadan shakura, ili mimi ndo nisiwe mja shakura, mwenye kushukuru mno. Kwa hiyo tunarudi katika hilo, usije ukakatazika na ukapata mashaka ndani ya akili. Mtume alikuwa anafuta madhambi gani wakati mtume tayari imeshahifadhiwa kutokana na maasi? Mtume alikuwa anaomba fikishwe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo kubwa fala akunu abadan shakura, ili mtume apate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume, mimi na wewe ambao kutwa kucha basi tunafanya makosa. Kwa nini tusitumie fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa malengo yote mawili? La kwanza kwa ajili ya kuondosha madhambi yetu yote, lakini ya pili kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allah anasema hivyo, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tumuombe. Tuna makosa makubwa, tuna makosa mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tunamfanyia. Fursa ndio hii, hatujui sisi baada ya kutoka katika Ramadhani hii. Je, mimi mzungumzaji, wewe unamsikiliza, tutafika Ramadhani inayokuja au kutofika? Hapa tulipo tutumie fursa, alfursa la tatakallamu. Siku zote hata watu biashara kipindi cha dua kali, basi watu maji yanakuwa vimaji vinatembea mno, wanatumia fursa pale, maji yanakuwa mengi na maji yanatembea. Alhamdulillah. Kwa nini? Wameangalia kipindi hiki cha dua kali, basi fursa lazima vimaji na maji yanakuwa yanatembea sana, kwa sababu mtu anabana sana na kiu. Wanatumia fursa hile mtu katika mambo yake ya kidunia. Vipi tusitumie fursa hii katika mambo yetu ya kidunia, tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika biashara zetu, atubariki kwa watoto wetu, atupatie baraka kwa wale wake zetu, lakini pia tukamwomba Allah kupitia fursa ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani atusamehe makosa yetu na atuweke sehemu nzuri kesho ya Kiyama. Imani, tukipoteza fursa hii wallahi sana tutakuja kujuta. Tukiacha fursa hii tutakuja kujutia, utakuja kuona alaka vile yaume dhalimu ala yadayhi wako ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Unasapita fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuitumie kufanya ibada kweli, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuingie katika wale wa qalilun min ibadi ash-shakur, mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu siku moja aliingia msikitini kipindi cha ukhalifa wake, akamwona jamaa mmoja ameegemea leo kama hivi.
Yule jamaa alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, michozi na mwagika, lakini dua lake lilimshangaza mno Saidina Umar, lilimtia mshangazo mno, kwa sababu hakulifahamu vizuri. Alisema na alikuwa anabani, Allahumma ja'alni min al-qalil, dua lake Allahumma ja'alni min al-qalil, Mwenyezi Mungu nijalie katika wachache, Mwenyezi Mungu nijalie katika wachache, Mwenyezi Mungu nijalie katika wachache. Dua hili ndio linamtoa machozi kweli, wakati Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam kashasema ya Allah ma'a jamaa, msaada wa Allah unakwenda pamoja na kundi. Huyu mwana anaomba katika wachache. Sayyidina Muhammad ama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ilibidi amuulize, asikae hivi tu, kwa nini unaomba dua gani ukitaka kumkumbusha mke zake? Allahumma ja'alni karibu kati ya ajaliwa wale katika wachache. Huyu vipi? Baada ya kumuuliza na kutaka kumkumbusha mke zake, yule mtu alimjibu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kwa kusema, ana sita ya amirul mu'minin, qawla Allah azza wa jalla hinama qala qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache mno katika wangu wenye kushukuru. Na mimi nataka niingie katika wale wenye kushukuru. Mtume alikuwa anaomba afikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili apate kumshukuru Allah. Qalilun min ibadi ash-shakur. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كفاني فضلا أن أكون لك عبدا، وكفاني عزا أن تكون لي ربا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس. إخوة الإيمان، وقليل من عباده الشكور. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Huu ni mtume hiwani, mimi na wewe hebu hatutaki tusamehe makosa yetu, hakuna asiyetaka katika hilo. Basi tutumie fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tukikimbizana na muda, baada ya kujua siri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kumbe siri yake huwa unayalisha madhambi na kuyafuta madhambi yote, hebu tuangalie fursa zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fursa hizi sisi hatuzitaki, na fursa zenyewe bado zimebebwa katika tamko hili la Ramadhani katika kila herufi. Basi nahakikisha fursa ambayo ipo katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, hizi tutazieleza kwa haraka ili tukae tuzitegemee, tuwe na yakini tunapofanya ibada. Tutumie fursa ili tuzipate fursa hizi katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Hatuna uhakika mimi na wewe kuingia moja kwa moja peponi. Inabidi tupambane fursa tuliyoipata hii, tuitumie ili iweze kutusaidia kesho akhera, lakini pia tuitumie ili iweze kutusaidia katika mgongo huu wa dunia, maisha yetu ya kidunia. Ramadhani, mwezi huu umeandika na herufi 5: Ramadhani, mim, dal, alifu na nun. Kila herufi katika mwezi huu
basi hiyo ni fursa ambayo inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu min Ramadhana rahmatun, iliyokuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inawakilisha fursa ambayo inapatikana katika mwezi huu. Tuitafute fursa hii, tusikubali tupite fursa hii, tusikubali mwezi upite basi na kuipata fursa hii. Ili rahmatun, wallahu min Ramadhana rahmatun, iliyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inawakilisha rahma. Unapomcha Allah, unapofunga kwa imani wa ihtisaban, basi ukiachana na maghfira utapata rahmatun min indillah, rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-dinu min Ramadhana maghfiratun, Ramadhan, ile dini iliyokuwa katika tamko la mwezi mtukufu, tamko la Ramadhani, inawakilisha fursa ya maghfiratun, usamehevu anapofunga mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio kwa maana Mtume naye akasema, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ni maghfiratun, anapata usamehevu, huwa anasamehewa. Wadhau min Ramadhana dhamana min aljanna, ile glory iliyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inawakilisha dhamana min aljanna. Allah anachukua dhamana. Unapofunga kwa imani, basi kuna fursa Allah anachukua dhamana ya kukuingiza moja kwa moja peponi ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Fursa hii, lakini wal alifu min Ramadhana amanu min an-nar, alifu iliyokuwa katika tamko la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ile Ramadhani hiyo amanu min an-nar. Allah huwa anachukua dhamana ya kukuepusha yeye pamoja na nini, na moto. Wanuru min Ramadhana nurullah, nuru iliyokuwa katika mwishoni kabisa mwa tamko la Ramadhani. Ramadhani lile Ramadhani hiyo ni nini? Nurullah. Unatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaingia katika mwezi mtukufu wa Shawwal, fungo mosi, basi wewe tayari umepata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinapata nuru. Vipi tunaziacha fursa hizi katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani? Lakini mali makusudu bisiyana, kwa nini kimekusudiwa nini katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani? Muda umetuacha. Hii ni mada ambayo mustaqila, mada ambayo inajitegemea. Kimekusudiwa kuweka, kuna mtu asifahamu mali makusudu bisiyana Ramadhani, ikawa mtu anafunga, kwani kuna makusudio gani katika kufunga mwezi mtukufu huu wa Ramadhani? Makusudio yake nini? Kwa tuliimani huko tusiingie, lakini tunatoka na al-amalu taklifi, tunatoka tukaifanyie kazi kitu gani? Tutumie fursa zilizokuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuitafute rahma ya Allah, tutafute maghfira, tutafute dhamana min aljanna, tutafute amanu min an-nar, lakini tutafute nuru Allah katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tusiziache fursa hizi, zikitupita tutakuja kulitia, tutaondoka hapo kabla hatujafika Ramadhani nyingine. Nasema tulinipita Ramadhani, wallahi ningefanya kitu fulani, sasa niko mbali. Kwa tupambane katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hii, nitengeneza akhera yetu, lakini pia tupambane katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tutengeneze dunia yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi